Hello friends, how much fruits is too much? Ukila matunda kiasi gani unakuwa hapo umepitiliza kiwango, umekula matunda mengi kupita vile ambavyo unayataka. Kitu chote kizuri kinahitaji uwe na kiasi. Hakuna kitu ambacho hakina limit kwamba unaweza ukafanya vyovyote vile unavyojisikia. No, kila kitu kinakuwa na kiasi chake. Sasa kwenye matunda kiasi gani ni too much? Kwenye issue ya matunda kitu kikubwa ambacho huwa kinakuwa kinaangaliwa ni ile kiwango cha wanga, kiwango cha sukari ambacho kipo kwenye matunda. Ndio ambacho wengi huwa kinakuwa kinaogopwa kwamba ukizungumza umekula mengi, maana yake kinachokuwa kinaangaliwa pale umekula wanga mwingi au umekula sukari nyingi. Sasa how much is too much? Tafiti zinaonyesha kwamba issue za matunda kupandisha sukari kwenye damu nishaelezea kwenye video kadhaa hapo nyuma, na hakuna single study ambayo inaonyesha kwamba ukila matunda mengi haya matamu kwamba yanapandisha sukari beyond limit, kwamba utakuwa umeingia kwenye changamoto ya kuwa na sukari nyingi kwenye damu kwa sababu umekula matunda mengi. Hakuna, yani hakuna yoyote. Kama unayo unaweza ukashare na sisi kwa sababu kujifunza hakuishi, lakini hakuna utafiti wowote ambao unaonyesha kwamba ukila matunda mengi sukari inapanda sana kwenye damu. Of course inaweza ikaongeza kama sukari yako ilikuwa chini kwa sababu ya ile wanga, lakini kwa sababu ni hali ya asili na inajua namna ya control na kumodulate, inaingia kwa kiasi kinachotosha tu. Na hii inakuja kwa sababu ya nyuzi lishe. Matunda kwa sehemu kubwa sana yana maji, sehemu kubwa sana yana nyuzi lishe, zile fibers ambazo zinasaidia kufanya kama gelling effect, kuzuia sukari isiingie kwenye damu kwa kiwango kikubwa sana. Lakini pia matunda haya yana polyphenols. Polyphenols ni aina ya kemikali mimea ambazo zina block transporter ambazo zinachukua glucose au fructose kutoka kwenye matunda kwenda kwenye damu. Yale mageti au zile sehemu ambazo sukari zinapita, polyphenols kutoka kwenye matunda haya zina block, yani zina block zile transporter, sukari isiingie kwa kiwango kikubwa sana. Ndio maana unaona kuna baadhi ya tafiti zinaonyesha kwamba ukila baadhi ya matunda, of course sio matunda yote, ukila baadhi ya matunda pamoja na chakula, let's say umekula chakula ambacho kina wanga sana, labda umekula wali ukala labda pamoja na berries, zile polyphenols kutoka kwenye berries zina block hata ile wanga nyingine ambayo ingetoka kwenye wali. Kwa dhana ya kuzuia mtu zile matunda kwa sababu inapandisha na sukari ni dhana ambayo haina mantiki kisayansi na ni potofu. Sasa how much is too much? Huwezi kuwa naweka mpaka ufanye test, ufanye experiment, ufanye research. Na moja wapo ya research ni hii hapa, unaiona hapa. Hii research inaonyesha kwamba watu walipewa savings za matunda, wale matunda savings za matunda 20. Sio aina 20 za matunda, yani saving 20 za matunda. Kwa maana ya kwamba saving maana yake ni kile kiasi cha tunda ambacho unaweza ukala kwenye mara moja. Let's say kama unaweza ukala chungwa moja au kala nusu parachichi hivyo. Sasa wakawa nakula matunda saving 20. Inaweza kala labda ni machungwa 20 au maparachichi labda 10, vitu kama hivyo. Kwa wakala hivyo matunda, yani maana yake lengo lilikuwa ni kula matunda mengi kwa siku, saving 20. Na wakafanya hivyo kwa wiki 12 mpaka 24. Matokeo yake yalikuwaje? Tutegemea kwa sababu haya matunda yangeweza kuwapandisha sukari, labda wakapata fat liver, mafuta kwenye ini, au wakapata mafuta kwenye damu, wakawa na uzito mkubwa, lakini matokeo yalikuwa ni opposite. Utaona kwamba tafiti inaonyesha baada ya kipindi cha kula haya matunda kwa kiasi kikubwa, sukari ilikuwa iko controlled, pressure zilipungua, mafuta, lipid profile ilikuwa nzuri kwa maana ya cholesterol, triglycerides zilikuwa ziko vizuri, lakini pia walipata sensitivity vizuri zaidi ya kwenye insulin badala ya kuwa na insulin resistance zaidi. Lakini shi nyingine ni kwamba matunda sio kula chakula pekee. Kwa hiyo kila matunda peke yake au kila matunda kwa kiwango kikubwa sana, maana yake huwezi kula vyakula vingine tena. Yani umekula matunda umeshiba, mchana umekula matunda mengine umeshiba, maana yake hautapata nafasi ya kula jamii ya kunde, au utapata nafasi ya kula mboga, au utapata nafasi ya kula njugu. Kwa hiyo utakuta unashindwa kula vyakula vingine, na hivyo utakosa virutubisho zaidi kwa sababu matunda hayajitoshelezi. Tunafahamu kilimo chetu cha kisasa siku hizi na ardhi pia imeathirika. Kwa hiyo matunda hayana virutubisho vingi sana kwa kiwango kikubwa kama ambavyo ilikuwa imekuwa designed na Mungu wakati anatupatia chakula, matunda kama chakula hapo mwanzo. Kwa hiyo tunahitaji kupata hivi vyakula vingine pia katika uwiano fulani. Kwa hiyo pamoja na kwamba inaweza ikawa ni vizuri, lakini ukila matunda mengi kiasi kwamba ukaathiri ulaji wa vyakula vyako vingine, maana yake hiyo inakuwa imekuweka kwenye matatizo. Kwa conclusion tunaweza tukasema kwamba matunda hayana shida, unaweza ukala as long as unataka kula, as long as hautengenezi juice. Kutengeneza juice ni tofauti kabisa na kula tunda. Kama unakula matunda, kula matunda kama matunda. Na kingine ni kwamba hakikisha kwamba unapokuwa unakula matunda
Usile mengi kiasi kwamba sasa wewe kila siku unakula matunda, labda kama unafanya kwa muda mfupi kama mfungo special, lakini kula matunda kwa kiasi fulani, alafu upate nafasi pia ya kula vyakula vingine kwa ajili ya kupata virutubisho ambavyo usingeweza kuvipata kwa kula matunda peke yake. Hiyo inaweza kuwa conclusion, lakini usiogope kula matunda. Kama ni mgeni hapa, tafadhali hakikisha kwamba umenifollow na Nature. Take care.